Bwana asifiwe. Ninafurahi kukutana naye tena katika kipindi hiki ambacho tunaendelea na mfululizo wetu wa masomo yenye kichwa kinachosema matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia, ambapo tunaendelea kujifunza neno la Mungu likitusaidia kutuandaa kwa ajili ya matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia, wakati ambapo historia ya ulimwengu huu inakwenda kufungwa. Na masaa haya tuna somo lingine tena zuri lenye kichwa kinachosema jinsi ya kuzipinga roho za umizimu. Jinsi ya kuzipinga roho za umizimu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunasema asante kwa kutupatia fursa nyingine tena ya kujifunza maandiko yako matakatifu. Ninaomba hekima Roho wako Mtakatifu ipate kuwa nasi, na ukamtume Roho Mtakatifu ili akapate kutuongoza katika kweli yote na kuisadikisha kweli hii katika mioyo yetu. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen. Biblia inatuambia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 16 fungu la 13 na la 14, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Na hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara kutoka kwenda kwa kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku kuu ile ya Mwenyezi. Biblia inatuambia katika hizi siku za mwisho shetani atasukuma kwa wingi sana roho hizi za kiumizimu, roho hizi za uchafu, ili kwenda ulimwenguni kote kusambaa kwa ajili ya kwenda kufanya madanganyo. Katika masomo yaliyopita tuliangalia tukaona roho ambazo zinasukumwa na nabii wa uongo. Sasa leo tutaona roho hizi zinazotoka katika kinywa cha joka mwenyewe, yaani shetani kuzimu, na namna ambavyo shetani ametengeneza fundisho hili la kutoka kuzimu, na amelitengeneza na kuliandaa kwa namna ambayo ikiwa litapokelewa litawaandaa watu kupokea danganyo kubwa zaidi linaloujia huu ulimwengu. Mjumbe wa Mungu Nabii Ellen White katika vitabu vyake amewahi kuandika akisema, nitakusomea Review and Herald ya mwaka 1911. Aliandika akasema, shetani anajipenyeza katika mioyo ya maelfu kwa kuja katika umbile la rafiki zao waliokufa. Na naendelea kunukuu akisema, hayo ni madanganyo yake shetani yanayofanikiwa sana kupumbaza akili kwa kuyaangalia, ambayo yamekusudia kuchochea ama kuzigusa hisia za huruma zilizomo ndani ya mioyo ya wale waliowazika wapendwa wao kaburini. Malaika hao wabaya wanakuja katika umbile lile lile la wapendwa wale waliokufa na kusimulia matukio yaliyohusu maisha yao na kutenda matendo yale yale walioyatenda walipokuwa wangali hai. Kwa njia hii wanawashawishi watu kuamini kana kwamba rafiki zao waliokufa ni malaika. Sasa wanaruka angani juu yao na kuzungumza nao. Malaika hao wanajifanya kuwa rafiki za wale waliokufa, wakiangaliwa kwa namna fulani ya ibada ya sanamu. Kwa wengi neno lao lina uzito kuliko neno la Mungu. Katika maisha ya dunia hii tumewahi kusikia visa kadhaa, visa vya watu waliokufa halafu wakarudi tena wakawatokea ndugu zao. Ni watu wachache ambao wamewahi kukutana na ndugu zao waliodai wamekufa, wamerudi. Wapo waliowahi kutokea. Wengine walishawahi kutokewa katika ndoto, na hawa wanakuja na ujumbe fulani. Wakati fulani nilikuwa nafanya kazi shirika fulani, mmoja wa wafanyakazi siku moja akatuambia kwamba kwao ulitokea msiba na marehemu hakuwa ameacha namna ya kugawa zile mali. Siku moja akiwa amelala, marehemu alimjia katika ndoto na akamueleza namna ambavyo wanapaswa kugawana mali. Asubuhi aliwasilisha kwa ukoo yale matakwa ya marehemu alivyomjia kwenye ndoto, na basi wakawa wamegawana mali kulingana na matakwa ya marehemu. Mwingine katika historia yangu ya uinjilisti nilikuwa ninahubiri maeneo ya Mbeya, mama mmoja alitoa ushuhuda akaniambia kwamba mume wake alipofariki, baada ya muda fulani akiwa amelala usiku, akawa anasikia sauti inagonga katika mlango wake. Inagonga. Alafu
sauti inayoita ni ya mume wake aliyefariki. Siku ya pili kaita, anaogopa kufungua. Alipoenda kuwauliza watu ndugu zake juu ya habari hii, ndugu zao wanamwambia, huyo mwenzako anakuja, anataka chakula. Na hivyo unapolala usiku, acha chakula mlangoni, ili akija asikugongee, achukue chakula ale, aondoke. Visa vya namna hii tumevisikia, si vigeni, hasa katika mazingira yetu ya Afrika. Visa za wafu kurudi tena, kutokea kwenye njozi na mambo yanayofanana na hayo. Je, mambo hayo ni halisi au ni madanganyo ya shetani? Hawa wanaorudi na kuja kututokea, tunaongea nao, wanakuja kutueleza habari fulani na fulani, je, kweli ni ndugu zetu au ni zile roho za mashetani zikivaa maumbile na sura zao ili kuja kutudanganya? Na ninataka nikueleze leo, tutajifunza vizuri na tutaelewa juu ya habari hii. Katika kitabu cha Ellen White ukurasa 87, mjumbe wa Mungu anaandika, anasema, naliona ya kwamba watakatifu wanalazimika kujua kweli kwa ukamilifu, kwamba wanaweza kuitetea kutoka katika maandiko. Yawapasa kujua hali ya wafu ikoje, maana roho zile za mashetani zitawatokea zikijidai ni kwamba wale marafiki zao wapendwa na ndugu zao waliokufa. Na hivyo mjumbe wa Mungu anasisitiza kwamba ni muhimu watu wanaomcha Mungu waelewe hali za watu waliokufa, kwa sababu shetani atatumia fursa hiyo ya kuto kujua Biblia inasema, kwa watu kuto kujua Biblia inasema nini juu ya hali ya wafu, ili kuwaambia kwamba wafu wanaendelea kuishi, na hivyo watakuwa wanakuja wanawatokea kulifanya jambo hilo liwe la kawaida, alafu atumie nafasi hiyo kupenyesha madanganyo yake. Ni kweli kifo ni mgeni asiyekaribishwa. Mara kwa mara kifo kinapoingia katika familia huleta huzuni kubwa sana. Hata wakati Yesu alipokuwa duniani, kifo kilipogusa watu wake wa karibu, Yesu alilia machozi. Na ndio maana sasa unakuta jamii mbalimbali zina dhana mbalimbali kuhusu kifo. Watu wa mizimu, Wakristo, Waislamu, wa Budha wana dhana mbalimbali kuhusu habari ya kifo. Lakini leo ninataka tujifunze dhana ya kifo kama Biblia inavyoifunua. Katika maandiko kuna matamshi makubwa mawili. Moja linatamkwa na Mungu na lingine linatamkwa na shetani kuhusu kifo. Katika Mwanzo 2:7 Mungu anamwambia Adamu ya kwamba ukila matunda ya mti niliokataza hakika utakufa. Baadaye shetani anakuja kwa Hawa, anamwambia ukila hakika hamtakufa. Tangu siku hiyo shetani alipokubaliwa na Hawa, akalishikilia hilo fundisho na kuendelea kulijenga ili kuendelea kuaminisha watu ya kwamba hakika hamtakufa, ya kwamba ukifa maisha yako hayakomi hapo. Maisha yanaendelea katika ulimwengu ama katika uwepo wa aina nyingine. Sasa leo tutalinganisha kauli hizi mbili, kauli ya Mungu inayosema hakika utakufa na kauli ya shetani hakika hamtakufa. Je, nani wa kuaminika? Biblia itatufunulia wazi ya nini kinatokea mtu anapokufa, na je, ni hakika anakufa au anaendelea kuwa hai? Sasa ili kuelewa hali ya wafu ni lazima tuelewe chemistry ya uhai. Lazima tuelewe mtu ametengenezwaje. Biblia inatuambia katika Mwanzo 2:7, Bwana Mungu alimfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Na hivyo unapozungumzia uhai, maana yake ni udongo, mwili huu, ukijumlisha pumzi ya uhai ya Mungu, ability Mungu ambao anatuwekea ya kuweza kupumua. Hapo ndio unatengeneza kiumbe, nafsi hai. Kwa hiyo huu mwili huu kama unavyoniona nikiwa hai, mimi ndio nafsi hai. Ukitoa pumzi ya Mungu, sio nafsi hai tena, haibaki nafsi yoyote, linabaki ni linyama ambao ni udongo tu, baadaye unarudi udongoni. Na hivyo mwili ukijumlisha uhai unapata nafsi hai. Ni kama vile unapotengeneza maji, unapochukua hydrogen 2
ukajumlisha oksijeni moja unapata maji. Ukiondoa hydrojeni hata moja, ukichukua tu hydrogen jumlisha oxygen, haupati maji. Ukichukua hydrogen jumlisha hydrogen usiweke oxygen, haupati maji. Na hivyo formula au chemistry ya uhai ni rahisi kiasi hicho. Mwili, udongo, jumlisha pumzi ya Mungu ndio inatupatia maisha, inatupatia uhai, nafsi hai. Unapotenganisha chochote hapo, hamna existence inayoendelea, sio katika ulimwengu huu au katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Ayubu sura 27 fungu la 3, Biblia inasema, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu i katika pua yangu. Sikiliza maneno ya Ayubu. Maneno ya Ayubu yanatusaidia kuelewa hii pumzi ya Mungu ni kitu gani. Ayubu anatuambia roho ya Mungu i katika pua yangu. Maana Ayubu analinganisha huu uwezo wa kupumua, anaulinganisha na uzima ambao Mungu anatupatia. Kwa sababu uwezo huu wa kupumua unapotoweka, uzima unatoweka. Kumbuka, Mungu hakumpulizia mwanadamu nafsi hai, bali alimpulizia pumzi ya uhai akawa nafsi hai. Na vile vile Yakobo anatuambia katika 2:26, maana kama vile mwili pasipo roho imekufa. Biblia inapozungumza roho inamaanisha pumzi ya uhai. Sio kitu kingine kinachoweza kuishi, kuwepo nje ya mwili huu. Conscious yako, uwezo wako wa kuwa hai ni matokeo ya muunganiko kati ya mwili, udongo na pumzi ya Mungu. Na hivyo kifo ni kinyume cha uumbaji. Kwa hiyo Mungu anachukua pumzi yake, inarudi kwake, alafu unabaki mtu mfu. Sio kwamba anapoondoa sasa kuna makabati kule mbinguni anaweka pumzi hiyo. Ule ni uwezo kutoka kwake, anawapatia viumbe wake, na anapotaka kuchukua uhai wao, anautoa uwezo wa wao kuwa hai, na kuanzia hapo hawaendelei kuwepo katika ulimwengu huu wa nyama au katika ulimwengu usioonekana. Na leo tutaona vizuri katika Biblia. Ili tuendelee kuelewa maana ya kifo vizuri, tuangalie, je, wanyama nao wametengenezwaje? Wameumbwaje? Mwanzo 7:15, 21, 22, neno la Bwana linasema, waliingia katika safina alimo Nuhu wawili, na kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Kumbe na wanyama nao wana pumzi ya uhai ndani yao. Kama vile tulivyo binadamu, na wanyama nao ni vivyo hivyo. Biblia inaendelea kusema, tunapoendelea kuangalia fungu hili la kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kuanzia fungu la 21 mpaka 22, wanyama wote wa kufugwa na kila wanyama mwitu na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi na kila mwanadamu, kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake. Kwa hiyo Biblia inatumia maneno haya pumzi na roho interchangeably, kwa mabadilishano, kwa sababu ni kitu kinachomaanishwa hicho tunapozungumzia kwa context ya uhai, kwamba pumzi ya Mungu, uwezo huu wa kuwa hai, ndio roho ambayo Mungu anaiweka ndani yetu, tunakuwa hai. Na ya kwamba unapotenganisha pumzi na roho, haubaki na chochote kinachojitambua nje ya hapo, kwa sababu roho ama pumzi ni uweza ambao Mungu anauweka kiumbe kiwe hai. Anapoutoa ule uweza, kiumbe hakiendelei kuwepo katika plane yoyote of existence. Swali lingine ambalo tunapaswa kujiuliza, nini kinatokea sasa mtu anapokufa? Mwanzo 3:19 Biblia inasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Biblia inatuendelea kutuambia katika Mhubiri 12 fungu la 7, nayo mavumbi huirudia nchi kama alipokuwa, nayo roho humrudia Mungu aliyoitoa. Kwa hiyo tunaona mwili unarudi mavumbini, kwa sababu mavumbini ulitoka na mavumbini utarudi. Roho ama huu uwezo wa kuwa hai, uwezo wa kuendelea kupumua, Mungu anauchukua, unarudi kwake. Maana yake Mungu anapokuumba anakukopesha, anakuazima uwezo wa kuwa hai. Unapokufa anauchukua ule uwezo, anautoa. Na ule uwezo hauwezi kuishi peke yake ukijitegemea, kwa sababu sio nafsi hai.
Nafsi hai ni uwezo wa Mungu wa uhai jumlisha mwili, ndio unatengeneza nafsi hai. Na nafsi inavyoendelea kukua na kukua, ina develop character, ina develop tabia, na hiyo tabia ndio inakutambulisha wewe ni mtu wa namna gani. Unapotoa mwili, maana yake mwili ndio unatunza ufahamu wako kwenye ubongo wako. Unapotoa mwili, unapotenganisha na uwezo huu wa kupumua, haubaki na kiumbe conscious ama chenye utambuzi. Je, wafu wema huenda mbinguni? Maana baadhi ya imani au baadhi ya madhehebu katika Ukristo, katika madhehebu mengine, dini zingine kama Waislamu na dini zingine mbalimbali zinaamini kwamba wafu wema huenda mahala pema. Ndio maana kuna msemo unasema apumzike mahala pema peponi. Kwamba wanaamini mtu mwema anapokufa instantly, muda ule ule, basi anakwenda kupumzika hapo mahali pema peponi. Je, Biblia inasemaje? Mtu akifa muda ule ule anakwenda wapi? Isaya 38:18 mpaka 19. Kwa kuwa kuzimu haiwezi kukusifu wala mauti kukuadhimisha. Wale washukao shimoni hawawezi kuitarajia kweli yako. Aliye hai, naam aliye hai ndiye anayekusifu kama mimi leo. Baba awajulisha watoto wako, wajulisha watoto kweli yako. Kwa hiyo unaona Isaya anatuambia wafu hawa, watu wanaokufa, wanaoshuka shimoni, maana yake wanaozikwa, hawawezi kumsifu Mungu. Mwana tunaambiwa mtu anapokufa, unakuta pale mtumishi anaendesha ibada anasema msilie sana, huyu mwenzenu sasa hivi tunapoongea yupo amejiunga na kwaya ya mbinguni. Ni uongo, sababu Biblia inasema aliye hai, naam aliye hai ndiye atakaye kusifu kama mimi leo, sio mfu. Wafu hawamsifu Bwana. Zaburi 115:17 Daudi analisisitiza hili anaposema sio wafu wamsifuo Bwana, wala wote washukao kwenye kimya. Anaposema kwenye kimya, maana yake wanapokufa hakuna kinachoendelea, ni kimya, nothing continue. Na Biblia inasema sio wafu wamsifuo Bwana. Kwa hiyo wafu wema wanapokufa hawaendi kujiunga na kwaya za mbinguni kuimba, hawaendi popote, hubaki mavumbini, kwa sababu ni udongo unarudi mavumbini, na uwezo wao wa kuwa hai Mungu anakuwa ameuchukua. Matendo 2:29 mpaka 34 Biblia inatuambia, waume ndugu zangu mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu kwa habari ya baba yetu mkuu Daudi, ya kwamba alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Fungu la 34, maana Daudi hakupanda mbinguni. Kwa Biblia inaendelea kusisitiza dhana hii kwamba hata watu wema kama Daudi walivyokufa hawakupanda mbinguni, walizikwa, wako mpaka leo katika nyumba zao za makaburi. Yohana 5:28 mpaka 29, msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini. Pigia mstari neno hilo, waliomo makaburini. Biblia haisemi watu wote walioko mbinguni. Biblia haisemi watu wote walioko motoni. Biblia haisemi watu wote walioko sijui sehemu gani, sijui purgatory, au watu wote walioko kwenye limbo. Maana kuna mafundisho mengi kwamba mtu akifa kama ni mtoto mdogo ajijua mema na mabaya, anaenda limbo. Mtu akifa kama mbaya, basi anaenda purgatory, ambapo huko anakuwa anachomeka, akitakaswa huko anaendelea kuchomwa, hapo baadaye anapelekwa mbinguni. Biblia inasema watu wote waliomo makaburini, saa yaja watasikia sauti yake, nao watotoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo wema kwa waovu wanapokufa wanabaki makaburini wamelala, wanasubiri saa ile ambayo Kristo na Bwana wetu watakuja panapanda Italia. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Ninapenda fungu hili kwa Kiingereza, Ayubu 17:13, Job 17:17-13 katika tafsiri ya King James Version. Ayubu anasema I will wait for grave as my house, kwamba nitasubiri kwa sababu kaburi ndio nyumba yangu. Ayubu anajua ya kwamba atakapokufa nyumba yake itabaki kuwa kaburi, wakati ambapo atakuwa akimsubiri Kristo atakapokuja kumuamsha na kumpatia maisha bora. Sasa nini kinatokea? Tumeona kinachotokea mtu anapokufa, awe mwema au mwovu, anabaki makaburini kama nyumba yake ya muda, akiwa anasubiri kiama ama Yesu atakapokuja. Nini kinatokea wakati mnyama atakapokufa? Mhubiri 3:19-20.
paka anapogongwa na gari barabarani, mbwa wako anapoumwa akafa, ng'ombe anapochinjwa akafa, mbuzi, kuku, wanyama hawa, je, wakifa nini kinachotokea? Mhubiri 3:19-20. Kwa maana linalotokea wanadamu linawatukia wanyama. Jambo moja la watukia, anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Naam, wote wanayo pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Kwa maana yote ni ubatili, wote huenda pamoja mahali pamoja, na wote hutoka katika mavumbi, na hata mavumbini hurudi tena. Kwa Biblia inatuambia vile anavyokufa paka, anavyokufa ng'ombe, anavyokufa kuku, wanavyokufa wanyama, ndivyo anavyokufa mtu. Wote wanatoka mavumbini, na mavumbini wanarudi. Je, mtu akifa ana ufahamu wowote? Maana katika mila za Kiafrika inaaminika kwamba mtu akifa, mababu hawa wanaitwa mizimu ya wazee, ya mababu, wana hekima, wana maarifa. Ndipo baadhi ya watu huenda kutambika katika makaburi ya babu zao, kutambika katika makaburi ya ndugu zao, wakitegemea kupata mafunuo, hekima na namna ambavyo wanaweza kuendesha maisha yao. Je, mtu akifa ana ufahamu wowote? Zaburi 146:4, neno la Bwana linasema, pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake hupotea. Mhubiri 9:5 na 6 na 10. Biblia inasema, kwa sababu walio hai wanajua kuwa watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena. Anasema, maana kumbukumbu lao limesahauliwa, mapenzi yao, machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Lolote mkono wako unaopasa kulifanya, ulifanya kwa nguvu zako, kwa maana hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Na Biblia inatuambia watu wanapokufa hawapozezi elimu yoyote ile ambayo inazidi watu walio duniani. Hawapozezi, sababu wanapokufa huko wanapoenda hakuna hekima, hakuna maarifa, hakuna shauri, hawawezi kukushauri lolote. Na Biblia inasisitiza hawana sehemu yoyote katika yanayotendeka chini ya jua. Yaani anapokufa faili lake linafungwa pap, na ya duniani yote hayamuhusu. Nimekuwa nikishuhudia tamthilia mbalimbali hasa za Kitanzania ambazo unakuta zinabeba fundisho hili la shetani kwamba wafu wanaweza kurudi tena. Unakuta marehemu amefariki, aliacha watoto wanaigiza hapo, na watoto wake wananyanyasika. Marehemu huko alipo anashindwa kuvumilia, anakuja kuwatokea, anatokea sebuleni ghafla, basi pale vinapiga vimiziki, watu wanaanza kukimbia, fulugu mechi tupu. Mambo kama hayo shetani anayapandikiza taratibu kupitia media, ambao mimi ninaita mtambo wa propaganda, ili kujaza akili za watu ya kwamba wafu wanaweza kurudi tena. Lakini Biblia inatuambia hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Hauhitaji kumconsult, kutafuta ushauri kwenye kaburi la baba yako, la babu yako, la ndugu yako. Na wengine huwa wanaenda kwenye makaburi, wanaanza kusimulia maisha yao, kusimulia mambo yanavyoenda. Unapoteza muda, bora utafute therapist akusaidie. Mfu hawezi kukusikia, na Biblia inasema wafu hawana sehemu yoyote katika yanayofanyika chini ya jua. Zaburi 6:5 Biblia inasema, maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? There is no remembrance kwenye kifo, hakuna kumbukumbu inayobakia. Ayubu 14:21 Biblia inasema, wanawe hufikiria heshima, wala yeye hajui, kisha wao huaibishwa, lakini yeye hana habari zao. Wanawe wanafikiria hili kaburi la baba yetu, jeneza, tutengeneze jeneza la dhahabu, yeye hana habari zao. Tujenge kaburi, tuweke mabo tupu badala ya marumaru, hana habari zao. Tujenge nyumba nzuri, kaburi iwe nyumba nzima, watu waingie pale kuweka heshima zao, hana habari zao. Wanyawe hunyanyasika duniani, hutukanwa na mama wa kambo au baba wa kambo. Wanao hupitia maisha magumu kwa sababu mtafutaji amekufa, wala yeye hana habari zao. Huaibishwa watoto wake, hana habari zao. Akifa, unapokufa, unapoteza mawasiliano yanayoendelea duniani. Una cease to exist in any plane. Je, mtu akifa anaweza kuzuka tena?
Maana tumeona kwenye matamthilia wafu wanarudi. Tunaonyeshwa wafu wamekuja. Sasa hivi kuna msemo unaitwa mazombi. Sasa zombies, ukiangalia neno hilo zombies limetoka asili yake ni Kongo, nchi ya Kongo, ambapo inaaminika wachawi usiku wana reanimate, yani wanafukua miili ya wafu alafu wana reanimate, ni kama mapepo yanaipagaa ile miili na kuanza kuichezesha, kuianimate, kutembea, yanatembea, kufanya, ndo wanasema wanayafanyisha kazi, yanalima, yana nini, katika ulimwengu wa mambo ya kichawi. Lakini wafu wanaweza kurudi tena. Tunaona katika tamthilia mbalimbali, movie, wafu wakirudi tena, wakija kuingilia kati maisha ya duniani. Biblia itatujibu kwamba je, wafu wanaweza kurudi tena? Ayubu 7:9-10 neno la Bwana linasema, kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo hivyo ashukaye kuzimuni, hatazuka tena kabisa, hatarudi tena nyumbani kwake, wala mahali pake hapata mjua tena. Biblia inatuambia watu wanapokufa, wanapotoweka, hawatarudi tena nyumbani kwao. Na sio tu nyumbani kwao, hata nyumba zao hazitawatambua. Na Biblia inatuambia hawapata rudi, hawawezi kuzuka, hawawezi kuja, hawawezi, kwa sababu wamecease to exist. Je, Biblia hufananisha kifo sasa na kitu gani? Biblia inapozungumzia kifo inamaanisha inazungumzia kitu gani? Wafalme wa kwanza 11:43, tuangalie baadhi ya mafungu. Naye Sulemani akalala na baba zake, akazikwa katika mji wa Daudi baba yake, na Rehoboamu mwanae akachukua mahala pake. Wafalme wa kwanza 22:40, basi Ahabu akalala na baba zake, Azia mwanae akatawala mahali pake. Ukiangalia katika Agano Jipya pia unaona Biblia inatumia maneno hayo hayo. Bwana akiwa amelala, Yesu akiwa anawaambia watu kuhusu Lazaro, anamwambia Lazaro vipi? Anamwambia Lazaro amelala. Na wanamwambia Bwana akiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa ananena habari za mauti yake, kwa sababu kwa muktadha wa Biblia ukifa ni umelala usingizi. Basi Yesu hapo akawaambia waziwazi Lazaro amekufa, Yohana 11:12-14. Kwa terminology ambayo Biblia inazungumza, ambayo ina explain state of the dead, hali ya wafu, Biblia inazungumzia, inatumia terminology ya kulala usingizi. Yaani vile unavyoenda kulala usingizi, ukiwa katika ule usingizi deep, hauelewi chochote kinachoendelea, hata mapigo yako ya moyo hauyasikii, ndio state ya mtu aliyekufa. Kila unapoenda kulala unafanya mazoezi ya kufa, unakuwa katika hali ya kama mtu aliyekufa. Ndio maana tukiamka asubuhi tunatakiwa tumshukuru Mungu, kwa sababu ameturejeshea tena uhai, anatupatia nguvu za kuiona siku nyingine. Hiyo ndio hali ya mfu. Haendi popote, haendi motoni, haendi mbinguni, haendi sijui sehemu gani, hawezi kurudi. Anakuwa totally amelala usingizi, akisubiri Kristo ajapokuja. Na Kristo atakapokuja na kuwaamsha, itakuwa kana kwamba tu aliingia kulala na sasa ameamka tena. Kama vile wewe unavyoenda kulala, ukistuka asubuhi kumekucha, hata useme jamani kumekucha. Ndio hali ya mtu anakufa. Martin Luther, mmoja wa matengenezo ninaowapenda, katika kitabu chake za Christian Home, akieleza katika ukurasa ule 37, anasema we shall sleep until he come and knock on little grave and say, Dr. Martin, get up. Anasema nitakwenda kulala mpaka atakapokuja kugonga katika kaburi langu dogo na kusema, Dr. Luther, amka. Na hivyo hata wana matengenezo waliamini ya kwamba mtu akifa analala, anamsubiri tu Bwana atakapokuja kumwamsha. Swali la msingi, je, hawa wanaozuka na kuja ni kina nani? Ufunuo 16:14 Biblia inatuambia hizo ndizo roho za mashetani. Roho za mashetani zinakuja, zinavaa maumbo ya watu walio hai, waliowahi kuwa hai. Katika Wakorinto wa pili 11:14 Biblia inatuambia wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ndugu zangu wapendwa, shetani ana uwezo wa kuleta mbele yetu umbile lile la rafiki zetu waliokufa. Na umbile lile bandia halina dosari yoyote. Umbile lake ni lile la siku zote. Maneno yake, sauti yake huigizwa kabisa kwa namna ya kushangaza kabisa.
Na tunaambiwa watu hawa waliokufa wataonekana wakiwa wamevaa mavazi ya nuru, wakija na kuja tena duniani. Ndugu zangu wapendwa, fundisho hili hata katika makanisa liliingia kupitia mlango wa nyuma. Mwandishi mmoja wa historia ya Ukristo anaandika katika kitabu chake, anaitwa William E. Gladstone, anasema imani ya wapagani ya kutokufa kwa nafsi, yani kutokufa kwa roho ya binadamu, iliingia kupitia mlango wa nyuma wa kanisa. Unajua, unaposema mtu akifa anaenda motoni, anachomeka milele, ni sawa sawa na kuungana na shetani kusema hakika hamtakufa, kwamba huyo mtu anaendelea kuishi ila katika different plane of existence. Neno la Bwana linasema hakika mtakufa. Ndugu zangu wapendwa, huu ndio ukweli wa Biblia, na maandiko ya nabii yanatuonya kwamba wengi wetu tutakutana na visa vya namna hii. Ukweli tunaopaswa kujua ya kwamba tutakuwa tunakutana na mashetani, aidha iwe live kwa kukutana nao au kupitia ndoto, na jambo la kuweza kufanya ni kuyakemea hayo mashetani yaondoke, kwa sababu hayana nafasi ya kukaa katika maisha yetu. Ninapomaliza somo hili, nataka nikupe tumaini ya kwamba ikiwa tutalala kwa kumwamini Kristo, atatuamsha tena. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 15:16 anasema, maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Kwa sababu Kristo alifufuka, tuna uhakika tutakapolala katika Kristo atatuamsha tena. Ndugu zangu wapendwa, Kristo amefufuka katika wafu, na yeye ndio limbuko wa waliolala, na anasema atakapokuja atatuamsha tena. Ninaipenda kauli hii ya Yesu, naipenda kauli ya Paulo kusomea Yesu anaozungumzia kifo. Anasema katika Wakorinto wa kwanza 15:26 kwamba adui wa mwisho atakayeangamizwa ni kifo. Kristo atakapokuja atafuta kila chozi katika macho yetu, hakutakuwa na kifo tena, kwa sababu yeye Kristo anazo funguo za mauti. Yesu anatuambia katika Yohana 11:25, mimi ndimi ufufuo na huo uzima. Katika kitabu cha Ufunuo 1:17-18 anasema, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Ndugu yangu mpendwa, ninakualika umpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu yeye anazo funguo za kuzimu. Hata utakapolala, yeye ana uwezo wa kukuamsha tena atakapokuja mara ya pili. Haya mazongezonge ambayo yanaendelea duniani, maroho watu wanaosema maroho ya wafu yanayowatokea watu kwenye ndoto au yanakuja live, ni maigizo ya mashetani. Nataka nikupe siri hii, kadiri tunavyokaribia mwisho, frequency ya occurrence ya matukio ya namna hii itaongezeka kwa kasi. Kila mtu imani yake itapimwa, atakutana na majitu ya namna hii, mashetani yatakaoigiza ndugu zao waliokufa. Tumaini lako naliweka kwa wapi? Tumaini lako liweke kwa Yesu Kristo pekee. Yeye atakupa nguvu za kumpinga shetani. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante kwa kutufunulia ukweli mwingine muhimu huu wa Biblia. Shetani anatumia udanganyifu huu mkubwa ili kuandaa watu kuja kupokea maroho haya ya mashetani kutoka kuzimu, yatakaoigiza kana kwamba ni rafiki zetu waliolala. Baba, asante kwa kutufunulia ukweli wa Biblia. Tusaidie tusimame na ukweli huu, ili shetani atakapojaribu kufanya mambo haya tumkemee na utupatie ushindi, katika jina la Yesu, amen.